Njia pekee ambayo inaweza ikatumika kupunguza uuzaji au ufanyikaji wa biashara ya jezi feki. Cha kwanza ni kutoa elimu kwa wananchi, wafahamu madhara ya kununua vitu feki ni yapi, na baada ya kuwa wamefahamu madhara ya kununua vitu feki ni yapi, lakini zile genuine jerseys zipatikane kwa wingi kwenye maeneo tofauti tofauti. Lakini pia wale wanaofanya hii biashara ya jezi feki wanapokuwa wamekamatwa, wapewe adhabu inayostahili ambayo itawafanya wao wajutie kile ambacho wamekuwa wakikifanya. Kwa sababu ukitengeneza jezi fake unaipiga serikali, kwa maana ya kwamba utakwepa kodi, lakini utaingia kwenye kumhujumu yule ambaye anatengeneza jezi halisi au jezi original kama ambavyo tumezoea kuziita. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatesa, kinaumiza na kinarudisha nyuma maendeleo ya kimichezo katika sekta tofauti tofauti za kimichezo. So tunapokuwa tumeamua kumshika mtu mkono kama mwekezaji, tunapaswa kumuunga mkono kwa 100%, washabiki, wanachama, viongozi na hata serikali wamlinde huyu mtu, kwa sababu lengo la yeye kuwekeza ni kutaka kupush maendeleo ya michezo, maendeleo ya mpira wa miguu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa anapotokea tena Mtanzania mwenzetu anaenda kumfanyia sabotage huyu mfanyabiashara, maana yake ni kwamba huyu hana dhamira nzuri kwanza kwa maendeleo ya michezo, ambayo ni kiwanda ambacho kimeajiri watu wengi sana, lakini pili anakuwa hana nia nzuri na maendeleo ya taifa kwa ujumla, kwa sababu anakuwa amefanya sabotage inayompelekea huyu mfanyabiashara ashindwe kulipa ushuru au kulipa kodi ambayo ingeendana na kiwango cha mzigo ambacho yeye atakuwa ameuza. Kumbuka kwamba huyu ambaye anatengeneza jezi feki, yeye anakuwa anakwepa kodi kwa kiwango ambacho atanufaika na utengenezaji wake wa zile jezi feki, na huku serikali ikipata hasara. Jambo ambalo pia litapelekea hata klabu ambazo zinazokuwa zimeingia mikataba ya makubaliano na hawa wadhamini au wazabuni wanaotengeneza hizi jezi, wanashindwa kupata kile ambacho haswa walichokubaliana na mdhamini, kwa sababu mdhamini hafikii malengo yale ambayo alikuwa amejiwekea. Kwa hiyo ipo haja ya Watanzania, wadau wa michezo, serikali, club, mashabiki na wanachama wa klabu za Simba na Yanga ambazo ni wahanga wakubwa wa mauzo na manunuzi ya jezi feki, washikamane na kulinda thamani, utambulisho na brand ya hizi taasisi ambazo zinakuwa zimewekeza pesa kwa lengo la kutengeneza biashara ya jezi. Haipaswi tu kuachiwa hawa ambao ni wahusika, kwa maana ya GSM na JRUT ndio wapambane na hili soko. Ni jambo ambalo linapaswa kuwa la jamii nzima ya Kitanzania, kwa sababu madhara yake yanamgusa kila Mtanzania, kwa sababu huyu ambaye anayezalisha jezi akilipa kodi ndio inayeenda kumhudumia Mtanzania ambaye yuko vijijini, yuko mjini, yuko mahali kote. Ndio pesa hiyo ambayo inaenda kununua dawa zinazowatibu wagonjwa hospitali. So ni jambo ambalo Watanzania wote kwa kila moja kwa nafasi yake ajaribu kuwalinda hawa watu, ili kuangalia ni namna gani kwa pamoja tunaweza tukasonga mbele kwenye nyanja ya uchumi. Kwangu mimi wala si uchukuli kama ni utani wa jadi. Kwangu mimi huu nauchukulia kama ushamba, kwa sababu wote wanaumizwa. So it was about time kwa hawa taasisi mbili, kwa hizi taasisi mbili, Simba na Young Africans, waungane, waangalie ni namna gani ambavyo wanaweza kukomesha hili jezi. Trust me, anaitengeneza jezi feki ya Simba ndio huyo anaitengeneza jezi feki ya Yanga, kwa sababu ndiye ambaye anaifanya biashara ya jezi. Lakini huyu anaitengeneza jezi original ya Simba hawezi kwenda kutengeneza jezi original ya Yanga. Kwa hiyo to some extent wana share interest is a piracy wao kama taasisi mbili. So wanapaswa kuungana, kuangalia ni namna gani ambavyo wanaweza wakalikomesha hili jambo, kwa sababu tuwe wa kweli na tuwe wa wazi. Ni jambo ambalo linawaumiza sana wafanyabiashara. So
Kama lengo ni kutaka hizi taasisi mbili kimpira zipige hatua, kuna baadhi ya maeneo wanapaswa kuachana na habari za utani wa jadi, waachane na habari za uadui. Unfortunately nowadays tuna jump kutoka kwenye utani wa jadi tunaenda kuingia kwenye uadui. Ndio maana unaweza kuona fulani akifanywa sabotage mwingine anashangilia, upande B wakifanywa sabotage upande A wanashangilia, kitu ambacho hakina afya kwa mpira wa Tanzania. Tunapaswa kuwa watani, tunapaswa kuwa na uadui wa ndani ya dakika 90, kwa sababu pale tuna fight for 3 points. Baada ya hapo maisha lazima yaendelee. Mimi natokea kwenye familia ambayo kuna Simba, kuna Yanga. Kila mmoja, huwezi kutoka kwenye familia ambayo kuanzia babu yako mpaka mjukuu wako wote wawe Simba, wote wawe Yanga. Haiwezekani. Inawezekana kama una familia, una baba, una mama, una mke, una mtoto, mume akawa Simba, mke akawa Yanga, mtoto akawa Simba, baba akawa Yanga. This is how it is. Sasa linapotokea jambo ambalo linahitaji ile common interest, they have to meet on the common ground. Waangalie ni namna gani ambavyo wanaweza wakasolve hili tatizo na kufanya mpira uendelee kuwa kiwanda ambacho kitaendelea kuzalisha vipaji lakini na fursa za ajira ili watu waendelee kunufaika.